Mwili mzuri unahitaji kuwa na mavazi mazuri yenye muonekano unaovutia na kufanya uwe vizuri hata unapopita mbele za watu. Na katika hilo bana, safari yetu imeenda kudondokea mpaka kwa Jovy Collection, ambao wao wanahakikisha wanawacha mwili wako katika muonekano mzuri. Yani kama ni suti imenyooka, kama ni gauni limekaa vizuri. So sio kina dada tu, hata kina kaka, kina baba, kina mama na ndugu jamaa na marafiki wote waweza kufika Jovy Collection kwa ajili ya kupata mavazi mazuri kabisa. Hapa niko na CEO, atatuambia yeye ni nani, lakini pia aliwaza vipi, alifikiria nini mpaka kuja kudina swala zima la mavazi, lakini pia atatupa funzo kwa kina dada, lakini pia wapambanaji, bila kusahau lifestyle. Habari za saizi? Salama, mambo? Safi kabisa, mimi na furaha kwako. Mimi pia nimefurahi sana kuja kunitembelea, asanteni sana. Asante. Talking about Jovy Collection, lakini pia na Jovy mwenyewe, tunatamani tujue Jovy ni nani na Jovy Collection ni nini? Jovy ni kifupi cha jina langu. Jina langu naitwa Jovita Damas Rulinda. Kwa hiyo kifupi cha Jovy Collection ndo kifupi cha Jovita. Yeah, so Jovy Collection ni tuna deal na mambo ya mavazi na ubunifu, tuna deal na nguo za kike na za kiume. Utofauti wa Jovy Collection kwa swala zima la ushonaji kwa maana ya mavazi dhidi ya hawa wengine ambao wanafanya hizi kazi ni upi sasa? Jovy Collection wakati naanza 2019 ilikuwa kipindi cha corona hivi imeanza. 2019 mimi nilikuwa na deal na vitu, nilikuwa nataka Jovy Collection tunasema we give you a confident look, tunakupa muonekano wa kujiamini, kwa sababu niliona kwa wadada na wakaka wengi tunavaa nguo lakini mara nyingi hatuna ile confidence ya kuonekana mbele za watu kwamba tunafananaje, tunakaaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi lengo langu nilikuwa nataka mtu akivaa nguo ya Jovy Collection sio tu kwamba apendeze, awe na uhakika kwamba ile kujiamini kuko ndani yake. Watu wengi wanaamini mtu anayejihusisha na swala zima la mavazi lazima alipita kwenye mikono ya designer au pia yeye pia ni designer. Kwako wewe iko vipi hiyo? Mimi before sijaanza Jovy Collection, mimi nishawahi kusimamia ofisi ya mtu. Ofisi ya mtu aliniamini akaniachia ofisi yake kama administrator au kama manager, kama mtu ambaye yani kwamba Jovy, shikilia ofisi yangu, mimi naenda nje mara moja nikirudi hivyo. Kwa hiyo kwenye kukaa kwenye hiyo ofisi ya yule mshikaji, ya yule ndugu, nikajikuta na mimi ninapata ile passion kuzoeana na mafundi, kushauriana wateja kwa jinsi ya maumbo yao alivyo na vitu kama hivyo. Safari ambayo ulikaa kama administrator kwenye ile ofisi, kuna vitu ambavyo ulijifunza. Sasa natamani kuvifahamu hivyo vitu ulivyojifunza pale, lakini umevichukua kama somo kwa kiasi gani kwenye biashara yako, na utofauti upi umeuleta kutoka kwenye zile biashara ulizokuwa unasimamia kwako ikawa ni tofauti na kile ulichokuwa unakifanya pale? Cha kwanza kabisa nimegundua kwamba biashara ya mtu ni mtu mwenyewe. Yani that's the only thing, kwamba ukitaka biashara yako isimame, you need to put your heart and your soul in your business. Hicho ndio kitu cha kwanza. Unahitaji sisi upokee simu, yani ucheleweshe nguo ya mteja, usicheleweshe nguo ya mteja, pokea simu ya mteja. Lakini pia kuna sometimes sisi tunakuwa kama therapy. Mteja kama hivi labda bibi harusi, unakuta labda uko mkwe wake nini, anataka wewe ndo umsikilize, wewe ndo uwe rafiki yake, wewe ndo uwe ndugu yake, wewe ndo uwe shoga yake. Kwa hiyo wewe ukijikuta uko busy tena na wewe na mambo mengine, unaweza ukajikuta pia umenanili. Kwa hiyo ile tu you being there ndo hicho ndo nilichojifunza. Lakini pia kuna bosi wangu mmoja kabla sijasimamia hiyo ofisi alisema kwamba ukifanya kazi ya mtu kama ya kwako na ya kwako utaiweza. So hicho kitu bosi wangu mmoja alinifundisha sana. Yani nilikifanya kama cha kwangu, tokea hapo nilitoka kwake nikaenda kwa huyo, nikafanya kazi kama ya kwangu. Bahati nzuri Mungu naye akanipa cha kwangu. Katika struggling zote hizo, it's about 7 years so far, kama miaka 7 hivi toka umeanza, na kuna story nyingi sana kwa mafundi nguo kwamba ukimpa kazi yako kesho sikukuu ama kesho jambo husika linafanyika,
mpaka leo mambo hajakamilika, lakini mwingine pia anapokea order over order kabla hajakamilisha vitu hivi vingine. Changamoto kama hii wewe kwako, Jovy Collection unaepukana nayo vipi? Wanasema mafundi sisi ni waongo au madesigner ni waongo, lakini wateja wamekuwa waongo zaidi. Wamekuwa waongo zaidi kwa sababu mteja anaweza akakwambia kwamba ninaivaa nguo Jumamosi au nina nguo mimi hapa, ukiangalia kuna nguo za miaka 2 miaka 3. Mtu anakwambia ninaivaa nguo kesho na ni nguo ya shughuli. Sometimes labda unamwamini mtu, huchukui hata advance, au hata ukichukua advance haiendani na ile gharama unayoitumia. Kwa hiyo unajikuta yani umeiweka, lakini pia kuna mteja kama huyu anaiacha kwako shughuli, sasa wewe ndo unaanza kumpigia shughuli si kesho, vipi shida? Kumbe mtu ameshapata option ya pili, labda ameletewa nguo na shoga yake au na ndugu yake, hiyo ya kwako anaipotezea. Lakini hapo tayari wewe umeshatumia gharama. Mimi kama mimi nimeshatumia mafundi ambao wanalipwa very expensive, au mimi mwenyewe yani nimeshatumia time, muda na kila kitu. Lakini pia uongo wa wateja unakujaje pia sometimes pia wewe sasa, changamoto inakuja vile kwamba mtu amekwambia anavaa nguo tarehe fulani, labda unaenda unauliza unakuta nguo haiko tarehe hiyo, au sometimes unaona huyu alishandanganyaga mara ya kwanza, hii mara ya pili sifanyi uifanye hivyo. Kwa hiyo inaleta changamoto, lakini tunajitahidi sana Jovy Collection kwamba this time around ukifanya unalipa 50%, sisi tunaendelea na kazi vitu kama hivyo. Big time, utofauti mzuri ambao unanionyesha mpaka hapo. Sasa kuna mteja anakuja hapa, yeye anakuja na kitambaa chake na aina yake ya mshono anaoutaka, lakini kama Jovy Collection I believe unaweza kaangalia hiki kitambaa alichokuja nacho na aina anayoitaka yeye haimkai, lakini katika kutunza brandi yako unatumia njia zipi ili atakitoka atoka ameonekana vizuri, yani hata kama amebadilika lakini umebadilisha kwa namna nyingine. Sasa hivi soko la fashion limekuwa kubwa sana, na tunapata Pinterest, tunaangalia wenzetu pia wanafanya nini. Sometimes mtu anachukua mshono kutoka Nigeria huko, watu kumbuka kama hao wameshafanya BBL, wameshapendeza, pia picha zimeshaeditiwa, yani mtu akiona hivi anaona finishing product. Kwa hiyo mimi mteja akija, mimi kitu cha kwanza kama ambavyo nasema kwamba kila mtu ana uwezo akapendeza kwa staili yake. Mimi kama Jovy Collection leo, mimi kama mimi nilivyo, mimi huwezi kunikuta nimevaa nguo ya Banatumbo. Uwezo kanikuta sijui nina nguo fulani ya kujiboost kama yani nikawa uncomfortable, hapana. Kwa hiyo pia kila mtu ana uwezo wa kupendeza kutokana na shape yake. Kila siku mimi nawaambiaga watu kutokana na color ambayo anachagua. Kwa hiyo mimi mteja, kitu cha kwanza akija kwangu, ili apate ile confident, ili apendeze, nitaangalia body tone yake inapendeza na rangi gani, mshono utakao mpendeza. Kwa akija na mshono wake wa Kinigeria au mshono wa watu wameshona huko, mimi namwambia ndugu yangu, hii na hii itakupendeza zaidi, lakini ukistick na hapa, kwa nini tusiboreshe hichi na hichi na hichi na hichi? Kwa hiyo inawezekana mshono wake huo tukatoa mishono 3 katika huo mshono, kwa hiyo akapata kitu kinachompendeza, lakini pia akawa confident, akapendeza zaidi. Tunadili na wateja wa aina gani hasa kama Jovy Collection? Pamoja na kwamba kila mtu tunaweza tukadili naye, si ndio? Lakini kuna aina ya mteja ambao ukikutana naye unasema huyu, hata mtu akienda akaji express kwamba mimi nimevaa huu mshono kutoka Jovy Collection itanipa wateja zaidi. Ni wateja gani wewe unadili nao hasa zaidi? Mimi nadili na kila mtu. Yani mimi nadili na kila mtu, lakini kiukweli kabisa napenda mtu ambaye anapenda simplicity, anapenda nguo kali, kwa sababu mimi I believe classic is the key of simple. Yani if you want to be classic, you have to wear something simple and elegant. Kwa hiyo unapendeza, kuna namna unapendeza ukivaa simple na ukivaa elegant. Kwa mfano mimi hapa juu mpaka chini naweza nikaa nimependeza, au nimekutana na mtaalamu wa designing labda nimepiga famba? Hapana, kiukweli umependeza kwa sababu wewe umevaa black and white, haujachanganya marangi mengi. Hasa kwa mtoto wa kiume huwa tunamshauri asichanganye rangi nyingi sana. Kwa sababu akichanganya rangi nyingi pia ina shout na inaleta haileti utulivu machoni, kwa sababu fashion sio tu umevaa nini, pia rangi matters. Hebu tupe ushauri hapo kidogo kwa wanaume. Tumeambia tusichanganye vitu vingi sana, lakini pia naondoa ile sifa ya kuwa being gentleman, si ndio? Kwa kina dada pia
wasikie kidogo, wanatakiwa wapachike nguo za aina gani kidogo, waelewe kidogo. Wadada wanatakiwa kwanza kabisa wajiangalie wao ni wakina nani. Wajiangalie kila mdada, uwe chabi, uwe mwembamba, uwe mnene, uwe na kitambi kama cha kwangu, uwe chochote yani. Una namna ya kupendeza. Jijulie tu. Jijulie. Wewe kama una rangi nyeupe, uwezi ukavaa rangi fulani tena sana za kushauti sijui. Au wewe kama jua jitazame. Alafu listen to your designer. Mimi kila siku nawaambiaga watu, usiseme yule alinishauri. Msikilize designer wako, kwa sababu designer yoyote mzuri ambaye anatamani jina lake likue, lazima akuangalie kwamba huu mshono, anajua kabisa huu mshono hatutoboi. Huu mshono kwa shape hili hapana, haiendi. Unawezekana sio tu kwa sababu ya vitambi na nini. Kuna mtu unakuta ana hipsi kubwa balaa, alafu mshono anaotaka ni tofauti. Kwa hiyo kila mshono, kila mtu ana haki ya ana namna anapendeza kutokana na mshono ambao anachagua. Kwa hiyo asikilize designer wake, amsikilize fundi wake. Wewe una ushauri wako, lakini msikilize your designer, utapendeza tu. Msikilize your designer, utapendeza ni kwa namna moja ama nyingine. Ilishakuta scenario ambayo mteja amekuja, umemshonea nguo, amemaliza, unaenda kumkabidhi nguo, anasema hii sijahitaji ama sijaridhika nayo, natakiwa tukae tena mezani kuitengeneza upya. Mteja kama una deal naye vipi wewe kwa upande wako? Mimi kuna mteja alishaikunitia ni polisi. Hiyo ndo napataka sasa, hapo tuambie nini kilikuwa chanzo hapo. Mteja alichagua mshono wa Kinyarwanda, mshono wake wenyewe. Akatamani picha, akaiona. Sasa ile picha kama unavyoona, nimesema watu tuko tofauti. Yes, sure. Wanyarwanda wenzetu wako tofauti zaidi. Kuna wengine wanene, kuna wengine wembamba. Yeye mshono aliochagua ni wa mtu mwembamba. Zile crop tops na zile tops zinavyowekwa kabla hujawekewa ule mtandio. Sasa huyo dada ni mnene zaidi. Kwa hiyo nikamshauri yule dada akawa mbishi sana. Kwa hiyo sasa mimi nikampelekea saluni nguo. Ile nguo tuliiongeza kuliko unavyoweza kuimagine. Ile nguo tuliiongeza paka basi. Ikaongezeka paka hivyo. Lakini ile cutting ya namna ambavyo juu ilivyokaa ilikuwa inakataa na kifua chake. Alafu ndo zile kazi za zimamoto, mtu kaleta nguo leo, kesho anataka avalishwe saluni. Kwa hiyo ile nguo kiukweli yule dada hakuivaa, akaenda akakodi nguo nyingine, na kesho kutwa yake akaja na ukoo mzima, akaja na mume wake, akaja na polisi. Alinifanyia fujo sana kiukweli. Nilimlipa hela yake, lakini nakumbuka nilimshauri sana. Nilimwambia why don't you, kwani usishone gauni lako solo? Kwani usishone hichi? Kwa nini? Nilimshauri sana. Nikamwambia hata hizo nguo za Kinyarwanda kuna namna wanene wanavaa. Hivyo, lakini ndio hivyo. Unakuta bibi harusi au mteja ana picha yake, anataka kitu kama hicho. Kwa hiyo ilinikost sana. Kwa hiyo siku hizi nikishaona hivyo, naambia mama jaribu sehemu nyingine. Kwa hiyo ili kuepusha hizo vitu. Ulishawahi kushona nguo ambayo ni ya kapo, kwa mfano mtu na mpenzi wake? Nishai kushona nguo ya kapo. Nishai kushona nguo ya kapo nyingi sana. Na watu wanapendana. Okay. Watu wanapendana. Kuna nanili moja, iko ni wa muda mrefu, ana muda mrefu sana, lakini ile familia mimi naipenda sana. Akishona mwanamke anaomba hichi kitenge cha baba. Hichi kitenge cha baba. Kwa hiyo hata kama mume wake, kwa sasa hivi mume wake hayupo, yuko nje, unakuta anamwekea hata kwenye kishati hivi kidogo. Wow. True love ipo. Inachangia hasa kwenye mahusiano kukuza upendo issue. Yeah, of course. Na ulishe kushona nguo ya kapo kabla hujaikabidhi labda ile kapo wakaachana? Hapana. What if inatokea scenario kama hiyo, unasolve vipi sana? Nguo inabidi uzipeleke na washalipa 50%. Mimi hapa haijawahi kunitokea actually kwamba nani fulani nimeshawahi kumshonea hajaachana. Ila kuna scenario moja tena ilitokea kwa ndugu yangu. Tulikuwa tumejiandaa na nguo za harusi. Aka cancel the wedding. Kwa hiyo alivyo cancel the wedding, kwangu ilinipa ugumu kidogo. Lakini wanasemaga bora ukosee nyumba kuliko ukosee kuoa.
Kwa hiyo mimi kama ndugu yake niliamua tu kumsupport, lakini ile ya kusema kwamba nimewashonea wote alafu imekataa, hapana. Kwa sababu before mimi sijamshonea mtu harusi au engagement, au manake mara nyingi watu wanaoshonaga hivyo sare ni watu ambao wanaenda kuwa engaged soon, huaga ninawaombea kwamba Mungu asaidie hivyo. There is a lot, inatokea vitu vingi, divorce zimekuwa nyingi, lakini nawaambia Mungu tu hapana, hii isipite mikononi mwangu. That's it. Sasa wote hao mafunzo uliyoyapata kwako wewe binafsi, sasa tutaka tuzungumze binafsi, imekupa funzo kiasi gani maybe wewe kwenye mahusiano yako? Mimi sio, unajua mimi sio mtoto. Mimi pia nimepitia vitu vingi. Nimepitia vitu vingi sana. Na namshukuru Mungu sana kwa hapa nilipofika. Na ndio maana katika kila kitu siende kichwa. Yaani before kitu chochote hakijatokea katika huu ulimwengu tunaouona, kimeanza kutokea rohoni. Kwa hiyo huaga nikogo rohoni every time. I really do pray. Kwa sababu yani kwa kutumia akili zangu hapana, sitoboi. Yani sitoboi, vitanipiga vya uso kama vilivyowahi kunipiga vya uso. Kwa hiyo this time around yani ni mtu ambaye before kila kitu naomba Mungu nisaidie. Anything, Mungu nisaidie. Katika mengi uliyopitia, tatamani utupe mawili tu kama somo. Kama ni dada, kama ni kaka, kama ni kijana aweze kujifunza kwamba wewe kwenye safari ya Jovy Collection, wakati napita sehemu fulani nikutana kitu fulani, either kuhusiana na mahusiano, either maisha halisi, lakini mpaka sasa hizi nimesimama na namwamini Mungu katika kila ninachokifanya. Tupe mawili kati ya hayo. Sasa mabaya au mazuri? Mabaya ambayo yalikuja kuwa mazuri mbele yake, yalikupa funzo kuja kufanikiwa kupata kitu kizuri. Okay. Mabaya nilishawahi kuachishwa kazi. Story behind mpaka kuachishwa kazi. Mtu tu alisema tu labda Jovita, I cannot afford you anymore, naomba tulipishane kwa commission. Actually hasikuachishwa, nilisimamishwa. Umeona? Na mimi wakati nilikuwa I give it my all, wanasema wazungu, nilijitoa sana. Yani kila mtu alijua hiyo kitu ni kitu changu. Lakini tu pia kuachishwa kazi mimi nishawahi kuachwa. Okay. Kwenye kuachwa hapo, sasa nataka unipe somo. Changamoto ilikuwa ni nini? Nani alizingua? Ni wewe au Shem ndo alizingua? Na alikupa sababu zipi hasa mpaka akakuacha? Actually no, yani hakunipa sababu. Sometimes ndo kama hivyo ambavyo katika hiyo tunasema tunajifunza ni kwamba hatukuwa too ready. Unajua katika umri usiingie kwenye mahusiano kwenye pressure. Usiingie kwa sababu muda umefika, usiingie kwa sababu wenzako ameingia, usiingie kwa sababu unatamani na wewe uwe katika hivyo vitu. Hapana. Kwa hiyo kwa kipindi hicho kiukweli, hicho mimi nilijifunza kuachana, ile kuachisha kazi na nini, ndio nikaanza kitu changu na nikajifunza tu katika hichi kitu, ndio kama nilivyosema mara ya kwanza. Everything tumtegemee Mungu. Ni vitu ambavyo viligongana kwa wakati mmoja vimefatana au ilikuwa vipi? Hapana, before ya kuachana na huyo mtu ambaye sikutegemea kama nitakuja kuachana naye, ndo nikarudi nikaanza kujitafuta. Nikapata opportunity za kufanya kazi. Kazi ambayo mtu aliniamini akaniachia ofisi yake. Akawa ameondoka yeye. Nikafanya kazi for some time being. Nilivyofanya kazi kwa muda mrefu kama miezi 4-5, akarudi kutoka nje. Akakuta nimefungua ofisi nyingine. Ndo akaniambia Jovy, I cannot afford you anymore. Labda tulipane kwa commission. Nikasema okay, sawa. Lakini mimi kwangu nikaona wewe mimi nimekuvusha hapa nilipokuvusha, what's wrong with it? Basi ndo kiukweli nilikuwa niko very confused kwa sababu matukio yalikuwa yamefuatana. Nikawa niko very desperate, nimekaa nyumbani sina ili wala lile. Ninahisi kama dunia inimeze. That's the moment nitamani hiyo dunia inimeze. Ndo mdogo wangu mmoja, sauti tu mdogo wangu akaniambia kwamba hivi utafanya kazi za watu mpaka lini? Umri unaenda, vitu vinaenda, why don't you start your own thing? Kwa sababu hapo kipindi hicho wakati niko huko pia nilishawahi kufanya mama ntilie fast food huko nilikokuwa na huyo mtoto wa mama mkwe. Kwa hiyo na yenyewe ilifanya vizuri. Kwa hiyo kule nikaacha, nilivyoachana naye, nikaja huku nikapata kazi ya mtu pia na yeye akaanza kuniambia hizo mambo. Kwa hiyo I felt like labda hiyo ndo mwisho wangu.
Ndio mdogo wangu akaniambia wewe usianzishe kitu chako. Hapo sasa nikawa nimeshapata ile connection ya mafundi, wateja wananitafuta direct nini na nini. Sasa kipindi hicho mimi nilienda kwenye hizi kampuni za kukata bima, nilipata kazi. Mimi uzuri napata kazi kwa sababu I can talk to people. Nikapata kazi. Lakini nikawa sijisikia amani kama nilokuwa naipata kwenye ushonaji. Ushonaji like mafundi, they are my friends. Mimi mwenyewe nikimdesignia mtu, yani nikikudesignia kama wewe ukapendeza, yani I felt so good. Yani ile najisikia raha. Nikasema why nisifanye kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo ndo nikajifunza, nikaamua sasa kuanza kitu changu. Nikawa nakusanya orders napeleka kwa mafundi. Napokusanya order napeleka kwa mafundi. Mdogo mdogo nikapata frame, nikaanzia nje kwenye frame ya mtu, rafiki yangu alikuwa anafanya makeup. Baadaye nikachukua frame yangu nimekaa for 5 years pale. Nimemaliza, sasa hivi ndo nikachukua nyumba nzima kwa ajili ya sasa. Nje ya wewe kwamba Jovie ana biashara yake nzuri, kuna vijana ambao wanapata ajira kupitia wewe. Je, wao wanageni pia unawafundisha kwa namna moja ama nyingine, kwamba wanakuja kujifunza swala zima la kushona, au umebaki kwamba boss, mimi nitamaliza kila kitu? Hapana, nina vijana kwa sababu kwanza katika ushonaji kama nilivyosema, industry ya fashion ni kubwa sana. Huwezi kujua kila kitu. Kwa hiyo nina mafundi wa kike, nina mafundi wa kiume, nina wanafunzi ninawafundisha. Na uzuri wa wanafunzi pia they become your staff. Kwa hiyo wana create one of my teams pia. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Lakini pia hivyo sio kwamba mimi unajua vitu viko tofauti. Mimi siwafundishi tu kushona au kudesign nguo. Mimi pia ni MC. Mimi pia ni event planner. Kwa hiyo mimi nawaambia watu you can do, yani there is a portion for everyone to shine. Kila mtu ana portion yake hapa duniani. Kwa hiyo unaweza ukawa kuna fundi niletewa mtoto, mdada alimleta mfanyakazi wake. Kila tukimfundisha kushona haelewi. Na tushakula hela yake ya miezi 6. Yani nikawa najisikia vibaya. Nikamwambia there is a portion. Kumbe dada watu wanapenda kupamba. Kwa hiyo mimi kwenye mambo yangu ya event nikamuunganisha na mtu wa kupamba. Sasa hivi ni mpambaji mzuri sana na anaingiza hela. Kwa hiyo katoka kuwa house girl wa mtu kaja kuwa mpambaji. Kwa hiyo that's it. Hongera sana kwako. Nimepata logic mbili. Ya kwanza kabisa, kujua unachotakiwa kukifanya. Kama wewe kumpeleka kwenye mapambo, maana passion yake hapo kwenye mapambo. Lakini pia uliniambia kuja kufanikiwa kutoboa kwa namna moja ama nyingine, ulihitaji connection ya kufahamiana na watu. Hii ni kupitia kuzungumza kwa namna moja ama nyingine, si ndio? Sasa kuna kina dada na vijana wengi sana wana mawazo yapo akilini, lakini pia wanakosa wana express kwa nani, lakini pia wamesoma, wana elimu zao, wanasubiri wapate ajira, hawazungumzi mbele za watu. Tunasema kuna ile wanakufa kwa depression inamaliza. Unaambia nini hasa? Sababu ukizungumza maybe unaweza kukutana na mtu akakusaidia kwenye 1 na 2. Kwa hiyo unawashauri vipi hawa ambao wanakaa mpaka kukutana depression? Mimi jana uzuri nilikutana na mteja, anaye aliniambia kwamba the only changamoto anayo hawezi kujichanganya. Yani akijichanganya anapata ile kama phobia, yani like anaogopa kuchanganyikana na watu. Lakini mimi nawaambiaga watu kila siku jichanganye. In every situation. Unaona mimi kama hiyo ya kwamba anza kitu chako. Nilikuwa nimekaa kwenye karo nje kwetu. Mdogo wangu akapita akaniambia, na sio mdogo wangu kabisa, ni mdogo wangu wa mbali tu. Akaniambia why don't you start your own stuff? Na bila kujua mimi nafikiria nini. Umeona? Kwa hiyo wewe kokote ulipo kuna watu watakuongelesha neno. Wanasemaga kuna malaika kila sehemu. Kwa hiyo you don't know, yani hata gengeni, hata wapi, learn to talk to people, salimia watu, jifunze watu, usije ukapishana na gari la mshahara. So that's it. Nje ya biashara yako kwa maana ya swala zima la ushonaji, UMC na event planning, kuna mtu ashakwambia kwamba una tabasamu nzuri? Jina langu la zamani nilikuwa naitwa Sweet Smile. So that's it. Kwa hiyo that's it. Siku hizi ni mambo ni mengi tu, kwa hiyo depression na nini, kwa hiyo sicheki sana, lakini zamani nilikuwa nacheka sana. Unajua ngoma ya Mr. Blue ipo mle ndani inaitwa Tabasamu. Unaweza ukatembea chochote ukisikiliza ile ngoma ya Tabasamu, kwa kweli inakukumbusha kipi kwenye akili yako? Nakumbuka kipindi gani? Lakini pia wewe mwenyewe ukijiangalia ulivyo na ile ngoma. Kujiangalia nilivyo ni uongo. Lakini Tabasamu mimi kwa sababu ni old school. Nakumbukaga tu zamani those moments, ile unacheza na watu, they are no longer there, unajua watu wengi siku hizi hawapo. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi kuwa hapa nilipo au kuwepo na
unafanya hichi ninachokifanya. Kwa hiyo nasemaga tu kama ni neema ya Mungu hivi. Kwa hiyo naonaga those days naambiaga wadogo zangu. Kuna mdogo wangu mmoja hapa tulikuwa tunasikiza nyimbo ya zamani. Nikamwambia zamani tulikuwa tunazipiga hizi. Akaniambia bwana hizo nyimbo zenu za miaka 1990 mimi siyawezi. Kwa hiyo that's it. Mimi naonaga tu ile kipindi kile tunacheza na watoto wakishua nini, mnapelekwa na school by bus shuleni au wanawapeleka. Kwa hiyo mimi naonaga hayo maisha. Alafu sometimes hao watoto wenyewe. Kwa hiyo that's it. Ni mchezo gani hasa ulikuwa unaupenda utotoni hasa kipindi hicho? Kuna wengine walikuwa wanapenda kombolela, kuna mtu acheza rede. Kwako wewe upi ulikuwa unakuvutia? Ikifika mida ya saa 10 jioni wewe lazima utoroke hata nyumbani ukaucheze. Mimi nilikuwa napenda sana kwenda kuangalia tamthilia. Kwa sababu mimi nilikuwa nakaa na babangu. Kwa hiyo TV ilikuwa huko nyumba yetu nyingine. Babangu alikuwa anasema, "Wewe unatakiwa ukae karibu na mimi," kwa sababu nilikuwaga na umwa. Kwa hiyo mimi nilikuwaga baba akiwa ameingia tu ndani anasoma Biblia au anasoma vitu vyake, babangu anapenda kusoma sana. Mimi natoroka naenda kuangalia Marima. Kwa hiyo ni Marima nini? Mimi sikuwa mtoto mtundu zamani. Mimi tundu sina. Nitamsilia ni kukana ile na hata shuleni kwetu nimesoma pia Daru. Kwa hiyo tulikuwa mara tuna swimming, tuna nini. Mambo ya kusema anacheza rede sijui nakimbia, kukimbia siwezi. Kuna mshikaji yote ambaye ashakusumbua kipindi uko shule huku darasa la ngapi la 5, 6, darasa la 7 pale? Wapo ambao ashakusumbua mpaka sofa unakumbuka kama kuna labda nani kipindi hicho alikuwa ananisumbua anakuja anavizia sana kwetu. Kuwataja majina ni vigumu kwa sababu sometimes wana familia yao. Tupe story hapo, yani unakumbuka situation gani hasa? Lakini hapana, mimi kwanza nimechelewa sana ile love, ile mahusiano. Nakumbuka tu form 4, form 3 kuna kijana mmoja aliniandikiaga barua, akaniwekea na chocolate na vitu kibao. Huwezi amini nilikula chocolate kusoma barua. Ile barua nikaificha kwenye begi. Huwezi amini mfanyakazi wetu akanichongea akapeleka kwa baba yangu. Alafu barua imeandikwa Kizungu. Baba anaisoma, sijui I wanna give you a ring that will bright your eyes but ile kwamba naogopa utakuwa kipofu, sijui kitu gani. Ila watu wa zamani walikuwa wanadanganya sana. The guy sijui yuko wapi sasa hivi, ila alikuwa gana mistari balaa. Yaani mimi mwenyewe baba anaisoma lakini nasema ndo kaandika hivyo. Wow. Yaani mimi na kesi lakini kumbe maneno yalikuwa ni mazuri. Baada ulichukua reaction gani sasa? Baba mzee ndo kashaisoma. Yaani by the way ujumbe umefika. Hata kama umefika kupitia baba akiwa amekumind. Ila wewe maneno yamekukosha, yamekuvutia. Na mshikaji uko naye class moja. Uliamua maamuzi gani sasa? Kuwa class moja. Actually alikuwa form 5, mimi nilikuwa form 3. Kwa hiyo hakuna kilichonichukua zaidi ni kwamba babangu kwanza hata hakumind, huwezi amini. Babangu mimi hakumind. Ila tu mama yangu na wafanya kazi na dada yangu ndo walikuwa gani kama wana hivyo, lakini babangu was like acha mambo kipumbavu hivyo. Babangu ana maneno machache tu hivyo. Lakini mimi huwezi amini, sijui ni ile tu kwamba na mimi nijionyeshe, na nilienda nikachukua ile barua sasa alinipa, nikaenda nikaichana nikamrushia sijui nini. Alafu ile barua kumbe kwa nyuma kwenye ile kadi nyuma aliwekaga picha yake ya passport. Hebu imagine. So Nikamchania nikamtupia, nikajifanya na mimi niko kama movie ile kwamba unachana unatupa. Lakini maneno yake yalikuwa mazuri kiukweli. So manake hata kesho akisema arudi saa kukumbushe bana mimi ndo yule wa kipindi kile nilikuandikiaga barua ikaleta taflan. Kuna namna ile maneno bado yanakuvutia? Hapana, ile ni utoto. Yaani ile ni utoto. Achana tu na huyo. Hata ambao nimekuwa nao labda recent. Yaani ukisha move on, move on. That's bad thing about love. Yaani inaweza ikakutesa hapo katikati lakini ukisha move on hata akipita unamwona kama kaka yako. Hebu tupe scenario. Watu wengi wanasema kumove on waga ni changamoto sana. Wewe kwako wewe waga ni njia zipi unachukua mpaka una move on? Yaani unamsahau kabisa mtu. Kumove on ni changamoto kwa sababu watu hawa heal. Lakini ukisha heal mapema, ukakubali tu kwamba hili sio fungu langu, unaondoka, unapotea. Yaani hiyo ndo cha msingi. Yaani cha kwanza ni kukubali kwamba hili sio fungu lako. Kama ukipata hasara hivi kwenye biashara unakubali sio risk yangu. Alafu maisha yanaendelea. Kwa hiyo hapo na move on. Most of people wanasema ni ngumu sana mwanamke kuchiti. Na kama ikitokea amecheat, yani ameamua na hawezi kurudi tena kwako. Hata akirudi akiomba msamaha, hiyo itakuwa ni uongo. Ila uhalisia ni kwamba asha move on mpaka kama kucheat. Hii ina ukweli kiasi gani? Mimi mpaka leo ni kiukweli na mimi inabidi nikuulize, kwa nini watu wanasemaga hivyo?
kwa sababu I really don't, hata mi nimeshakutana na wanangu wananiambiaga hivyo, mwanamke akichiti sijui inakuaga hivyo hivyo, lakini kiukweli nikwambie, kama mwanaume anaweza akachiti na mwanamke akamsamee na maisha yakaendelea, cause man cheat a lot, lakini mwanamke akachiti mkasema eti kwamba kasha move on, hapana. Sema tatizo lao wana define ni kwamba mwanamke akicheat ni wana define, mimi sija define kwa sababu sija kupitia situation. Wana define ni kwamba mwanamke akicheat anakuwa kama tayari amesha get over your feelings, yani kwa tayari kasha move on kama hivyo. Lakini mimi sidhani, kuna watu tu wanacheat kwa hasira kwamba okay, let me find better, na anatafuta wa kwanza, wa pili, wa tatu, na wote sio better. Kwa hiyo na mwisho wa siku tu wanakuja, bora nirudi kwa mume wangu au bora nirudi kwa baby wangu. So that's it. Okay, big time. Ofa ya matangazo imetoka kwa Material Estate wakishirikiana na Ngasa Media. That's why tuko hapa. Baada ya kusikia kwamba kuna ofa kama hii, wewe kama J Collection, kipi kilikujia kichwani mwako, lakini pia una kipi cha kuambia? Mimi kwanza, kitu cha kwanza nadhani niliona kwanza kabisa akiwa anafanya meeting. Uzuri bosi Ngasa ni mwanangu, kwa hiyo nikaona matangazo and I told him kwamba yeah, I want that, na nilikuwa sipo, kwa hiyo akaniambia haina shida. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana bosi Ngasa, namshukuru sana Material Estate. Mungu awabariki, Mungu walipotoa, walipotufikiria sisi ambao ni vigumu kufika huku kwenye medias na everything. Mungu awabariki sana. Wanasema we rise by lifting others. Kwa hiyo mimi naamini hilo kwamba we will be rising soon, tutakuwa kama wao. Mtu anahitaji huduma kwa J Collection anakuona vipi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwa mawasiliano ya simu anapata vipi? Mimi account zangu zote zipo, ni Jovi Collection _ ziko zinapatikana, lakini pia kwenye mambo ya event na MC ni MC Jovi _collection. Okay. Big time, mimi natoka hapa Jovi. Kwanza bidi niambie, mimi suti gani zinakaa bwana? Kuna kaftans za Nigeria kwa sababu una mkono. Kuna single buttons na kuweza kupendeza. Kuna zile suti bega zinakupendeza. Hata suti za mikono mifupi zinakupendeza zaidi. Yeah. Big time, mimi natoka kwa Jovi Collection hapa, ameniandalia vitu vyangu vizuri. Mimi pia nikuite, hakikisha unakuja hapa unapata mavazi yako mazuri kabisa, suti kali, kina dada, kina mama. Zawadi pia inaweza kuwa inaenda kwa mama yako ama kwa rafiki yako wa kike, ndugu, jamaa, rafiki. Fika hapa. Location ni wapi sasa? Sasa hivi tulikuwa Dodomaini, lakini sasa hivi tumehamia Flamingo ilipokuwa Matei Lounge zamani. Kwa hiyo lakini pia unaweza ukabolt moja kwa moja ukaandika Jovi Collection, inakuleta paka getini. Karibuni sana. Asante sana Ngasa Media kwa kushirikiana na Material Estate. Tumefika kwa Jovi Collection, tunatoka tumependeza, muonekano mzuri.